Habari za muda huu mabibi na mabwana, heri ya mwaka mpya wote ambao wanasherehekea mwaka mpya siku ya leo. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, basi unaweza ukaingia YouTube ukaandika utabiri wa mwaka 2026, utakuta sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu na nne na ya tano inaweza ikatoka siku ya Ijumaa. Kama kawaida tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Leo una hisia na mitazamo mikali kuhusu masuala fulani, ndio maana majadiliano na ndugu, jamaa na majirani yatakuwa ya kusisimua. Ndio utasema unachomaanisha na kumaanisha unachosema. Mwaka 2026 unaanza na mitazamo tofauti leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Wewe ndiye mchawi wa kifedha wa zodiac mwaka 2026 na leo una hisia kali kuhusu masuala ya pesa tu. Hii inaweza kuwa kuhusu mapato au matumizi makubwa yasiyo na mfano. Inaweza hata kuwa kuhusu kitu ambacho unamiliki. Kuwa mwangalifu kwa sababu leo ni rahisi kuwa na mawazo mengi. Tukiendelea na upande wa nyota ya mapacha. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Leo mwezi uko kwenye ishara yako ukicheza na Pluto, jambo ambalo hufanya hisia zako kuwa kali na majadiliano yako yamejaa hisia sio kawaida. Pumua na uelewe mambo kwa mtazamo mzuri na mpana. Dunia haitaisha leo kwa kweli. 2026 tayari ishaanza na kutobadilika kimawazo na kiutendaji. Tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Shirikiana na washirika na marafiki wa karibu leo kwa sababu sayari tatu zinapingana na ishara yako. Hii ina maana kwamba ni kwa manufaa yako kwenda pamoja ili kuelewana. Ukiwa na mwitiko mkali kwa jambo fulani, utakuwa kimya kwa leo tu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Kumbuka kusikiliza unapozungumza na marafiki na wanachama wa vikundi leo. Sikiliza kwa nia ya dhati na uwe mstaarabu kwa sababu ni rahisi sana kwa mazungumzo kuwa makali sana kiasi kwamba hayapo kwenye chati. Leo ni siku yenye hisia nyingi kwa watu wengi. Ifanye iwe rahisi 2026 kwako. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Leo uko macho sana, kumaanisha watu wanakutambua zaidi ya kawaida. Fahamu kwamba mazungumzo na wakubwa, wazazi na watu wengine ambayo yanaweza kuwa makali pia yatakuwa ya hadharani zaidi kuliko kawaida. Pumzika ili kutuliza afya ya akili leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Wewe ni mjadili mzuri sana na leo unaweza kujikuta katika mijadala mikali kuhusu siasa, dini au kitu kuhusu nchi za kigeni. Kumbuka kwamba unahitaji maelewano katika mazingira yako kwa amani yako ikiwa na maana wewe ni wa thamani zaidi. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Leo mwezi unacheza na mtawala wako Pluto, jambo ambalo litaunda hisia kali ndani yako na kwa wengine, haswa ikiwa unashughulika na urithi na masuala kuhusu pesa, deni, kodi au mali ya pamoja. Usiwe na nguvu sana na wengine kwa sababu wewe ni mwenye nguvu sana hivi leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Ushauri bora kwako leo ni kushirikiana na ndoa yako na marafiki wa karibu, hata watu wa umma kwa ujumla, kwa sababu mwezi uko kinyume na ishara yako, hisia zinaongezeka. Kwa kawaida, ukiwa na Mercury katika ishara yako una jambo la kusema, ni rahisi kufanya hivyo rafiki. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Ni siku ya mwanzo ya mwaka na unashikilia kadi zote zenye jua, Zuhura na Mirihi ya moto yote katika ishara yako. Epuka migogoro au mijadala ya kihisia na watu waliokuzunguka ambayo inaweza kutokea. Jitahidi kuweka mambo sawa ili kila mtu afaidike, ikiwa ni pamoja na wewe. Tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Leo kuna ujumbe mchanganyiko kwako. Ujumbe mmoja ni kwamba unataka kusherehekea na kujumuika, una hisia na matarajio makubwa. Hata hivyo, ujumbe mwingine ni kwamba unaweza kuhudumiwa vyema kwa kuwa mtulivu na kukaa kimya.
peke yako au nyuma ya pazia. Mihemko ni mkubwa sana leo. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Mahusiano na marafiki na vikundi ni mazuri leo. Hata hivyo, majadiliano na familia, hasa wazazi, yanaweza kuwa ya kihisia sana, na kwa sababu pande zote mbili zina mawazo mengi kuhusu mtazamo wao. Nenda kwa upole. Tunaendelea kuangalia upande wa nyota, upande wa muda wa bahati. Katika upande wa kila nyota tunazungusha dumu letu kwa kuangalia muda mzuri, tukianza na upande wa nyota ya punda. Muda mzuri ni saa 12 na dakika 20 mpaka saa 2 na dakika 45. Taurus saa 11 na dakika 10 mpaka saa 1 na dakika 55. Gemini saa 10 na dakika 55 mpaka saa 12 na dakika 15. Kaa saa 9 kamili mpaka saa 12:30. Simba saa 1:30 mpaka saa 2 na dakika 15. Vigo saa 3 na dakika 15 mpaka saa 5 na dakika 25. Libra saa 1 dakika 15 mpaka saa 3 na dakika 45. Scorpio saa 10 na dakika 10 mpaka saa 1 dakika 55. Mshale saa 11 na dakika 35 mpaka saa 3 na dakika 35. Mbuzi saa 8 dakika 35 hadi saa 12 dakika 50. Ndoo saa 8 dakika 15 mpaka saa 1 dakika 30. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki saa 10 na dakika 50 mpaka saa 3 kamili. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Nyota ya punda atakuwa na shauku ya kujua mambo. Taurus hatakubaliana na usumbufu aina yoyote. Gemini mambo mengi atafanya yeye binafsi. Kaa uoni wake utakuwa mzuri sana leo. Simba watu wengi waliozunguka watampenda. Vigo atakumbuka jambo ambalo aliahidiwa jana, jambo ambalo la pamoja. Libra uelewa wake utakuwa juu leo. Scorpio atauliza sana na pia atakuwa ni mtu anajisikia fulani. Mshale moyo wake ni safi na atakuwa mchangamfu. Capricorn atatamani kujua wenzake wanasema nini kuhusu 2026. Ndoo atakuwa na unafuu sana hasa katika swala la afya yake. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, ujasiri utakuwa kwa chini kiasi kwa vile alitolewa ukali kuacha jambo fulani. Tunaendelea na utabiri wa watoto ambao wamezaliwa siku ya leo. Watakuwa washauri, wanasiasa, watu wa tiba, wana muziki, wenye imani, wana michezo na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu siku kama ya leo alizaliwa Papa Alexander wa 6 Gosai, mfalme mkuu wa Japan, Shaban Robert ambaye ni mshairi wa Kiswahili kutoka Tanzania, Audrey Woodman ambaye ni mshairi kutoka Marekani. Vile vile alizaliwa Martin Evan ambaye alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2007. Vile vile alizaliwa Evaristo Machegula ambaye ni askofu wa Katoliki wa Mbeya. Alizaliwa vile vile Monzir Mohamed Monzir ambaye ni mwanasiasa wa Tanzania, na vile vile alizaliwa Siegfried Selemani Ngitu ambaye ni mwanasiasa wa Tanzania, na vile vile alizaliwa Julius Nyaisanga ambaye ni mtangazaji wa redio kutoka Tanzania, na vile vile alizaliwa mchezaji mpira kutoka Uingereza ambaye anaitwa Jack Wilshere. Pia tunatakia heri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku ya leo. Ushauri kwa mama: pata muda kutoka na mwanao kwenda sehemu tofauti. Ujumbe kwa wale kwa wajapata watoto: hakikisha usikate tamaa, kwani mazuri yanakuja. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.